Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kama ilivyo kawaida yetu kila siku kukuletea habari mbalimbali za kusikitisha na kufurahisha, na leo tena tumekuletea hii ambayo itakugusa moyo kwa namna moja au nyingine. Na jambo ambalo ni baya zaidi, pamoja na mwanaume huyu kupata mtoto mwenye matatizo, lakini huwezi amini kile kilichotokea katika maisha yake, maana alilazimika kumlea mtoto huyu peke yake. Unataka kujua mama yake ilikuwaje? Basi na kusihi uwe na mimi mwanzo mpaka mwisho ili tuende pamoja. Wakati mwingine tunakumbwa na mambo kadhaa ambayo tunashindwa kabisa kuyaelezea kwa mtu yeyote yule. Anaitwa Fideli, yeye ni baba wa mtoto huyu. Nuko bingora ariko mwana wanjye ndamukunda rwose. Mtoto huyu anaitwa Inesi Promise, ana miaka 7. Mwanaume huyu amekuwa akipambana na tatizo la mtoto huyu ambaye ni mgonjwa. Hali yake ni mbaya sana, na kwa bahati mbaya Fideli amekuwa akimlea peke yake siku zote kwa sababu mke wake ambaye ni mama wa Promise hayupo tena katika maisha yao. Fideli ndiye anayefanya kila kitu. Mambo yote haya yalianza miaka kadhaa iliyopita wakati Fideli alipokutana na msichana mdogo na mrembo. Walijenga urafiki ambao baadaye uligeuka kuwa uhusiano wa kimapenzi, lakini anasema kuwa mapenzi yao yalikuwa ni ya kipekee sana. Ilikuwa ni zaidi ya uhusiano wa kawaida, yaani kila siku kwenye maisha yao walikuwa ni watu wenye furaha. Walikuwa wakipiga hatua kila siku inayoitwa leo. Mwisho wa siku wakafunga ndoa, wakaanzisha familia iliyojawa na furaha. Kiukweli katika hatua waliofikia hawakuwa matajiri, lakini ilikuwa ni kama ndoto pekee ambayo walikuwa wakiota kila siku. Walizaa watoto 6, lakini kwa bahati mbaya mtoto huyu mdogo ambaye anaitwa Promise, ambaye ndio wa mwisho, aliweza kupata tatizo. Kwa kuwa wote walikuwa wanafanya kazi na waliweza kumudu kuwahudumia watoto wao kwa mahitaji ya chakula, mambo hayakuwa mabaya sana. Mtoto huyu alipozaliwa alikuwa wa kawaida kabisa kama watoto wao wengine waliotangulia kuzaliwa, lakini hali ilizidi kubadilika kadri alivyokuwa anaendelea kukua, na walishindwa kabisa kuamini walichokuwa wanakiona. Mwili wa mtoto huyu ulianza kubadilika kwa namna isiyo ya kawaida. Kichwa chake kilikuwa kikiendelea kukua kila siku, na walidhani kuwa ilikuwa ni tatizo dogo tu, lakini kumbe haikuwa hivyo. Kichwa chake kiliendelea kuwa kikubwa zaidi na zaidi. Mwisho wa siku alimkimbiza Promise hospitalini. Uchunguzi ulifanyika na waligundua kuwa kile kilichokuwa kinampata binti yao hakikuwa kitu kidogo, ilikuwa ni tatizo kubwa, na huenda kingefanya apoteze maisha kama wasingempeleka hospitali mapema kuweza kutibiwa. Matokeo yalipokuja yalisema kuwa Promise alikuwa anaugua maradhi yanayojulikana kama hydrocephalus. Ugonjwa huu huwa maji yanajaa kichwani, na ndicho kilichokuwa chanzo cha kukua haraka kwa kichwa cha mtoto huyu. Hydrocephalus ni hali ambayo maji yanapozunguka kwenye ubongo, maji hayo ambayo yanaitwa cerebrospinal fluid huwa yanakusanyika kupita kiasi kwenye ubongo. Hali hii husababisha msukumo mkubwa ndani ya fuvu la kichwa, hivyo husababisha uharibifu mkubwa wa ubongo, na inaweza kusababisha kifo kama endapo mtu hataweza kutibiwa. Hili halikuwashtua tu, bali liliwavunja mioyo pia. Na hiyo yote ni kwa sababu matibabu yake yalihitaji gharama kubwa sana. Hata hivyo, walimpenda sana mtoto wao. Mama wa mtoto hakuweza kuvumilia kumwona mtoto wake akifa. Alifanya kazi usiku na mchana bila kupumzika. Ilikuwa ni ngumu sana kwake, lakini alijitahidi kufanya kazi zaidi alivyokuwa akifanya hapo mwanzo, na alikuwa akijitahidi kukusanya pesa kwa ajili ya matibabu ya binti yao. Hakuwahi kuacha kufanya kazi hata kidogo mpaka siku alipoweza kupatwa na umauti. Walizaa watoto 7 pamoja. Mmoja wao tayari alikuwa ameshafariki. Fideli hakuweza tena kufanya kazi, na hali hii ilimwelemea sana.
Anasema kuwa kwa wakati huo hakuwa anajua chochote kilichokuwa kinaendelea, maana alikuwa haamini kutokana na kile kinachotokea. Alikuwa akiomba mara kwa mara kwa wasamaria wema ili watoto wake waweze kula na pia mtoto wake Promise aweze kupatiwa matibabu yoyote ambayo yatamfanya apate afadhali. Alitamani kulia kwa sauti, lakini mbele ya watoto wake alishindwa. Walimwangalia kama shujaa wao. Kiukweli yeye ni baba yao, lakini kutokana na changamoto hii, kiukweli alishindwa kabisa. Na pia mbaya zaidi, hana hata kazi ya kumudu kuweza kuilisha familia yake. Fideli hana kazi na hawezi hata kutafuta kwa sababu analazimika kukaa nyumbani mchana kutwa kumwangalia na kumtunza binti huyu mdogo ambaye anapitia changamoto. Na anafanya hayo yote kwa sababu ndio njia pekee aliyokuwa nayo kuweza kumsaidia. Na amekuwa akiishi kwa hofu kubwa kwa sababu anaona kabisa hana msaada wowote ambao anatarajia kupokea kwa ajili ya mtoto wake. Kadri kichwa cha mtoto huyu kilivyokuwa kinazidi kukua, macho yake pia yalikuwa yanazidi kuwa makubwa. Kila walipojaribu kubadilisha mkao wa kichwa chake, alikuwa anaumia sana, na kitu pekee walichoweza kufanya hospitalini kilikuwa ni kupandikiza bomba kwenye kichwa cha mtoto huyu, ambalo hilo bomba liliwekwa kwa ajili ya kusaidia kusafisha maji au kutoa maji kutoka kwenye ubongo. Fideli anasema kuwa alilazimika kumpeleka mtoto wake hospitalini mara kwa mara kwa ajili ya kutoa hayo maji, kwa sababu hiyo ndio njia pekee wanayoitumia kuweza kumsaidia mtoto wake kuendelea kuishi hadi hii leo. Na usafiri pia ni tatizo jingine wanalokutana nalo, kwa kuwa wanalazimika kukodi gari kila wanapompeleka hospitalini, jambo ambalo pia ni gharama sana. Imekuwa miaka 2 sasa tangu mke wake afariki, lakini hajawahi kuzoea hali ya kuondokewa na mke wake pamoja na changamoto anayopitia kwa sababu ya mtoto wake. Na sasa kupambana na mapambano haya peke yake kunazidi kuwa kugumu zaidi na zaidi kila siku. Watoto wengine 6 sasa wameshakuwa wakubwa, wanaenda shule za serikali, zile zilizowekwa mahususi kwa watoto wasioweza kumudu kulipa ada. Na wakati tulipotembelea tayari walikuwa wamesha kwenda shule, ndio maana hatukuwakuta nyumbani. Fideli ndiye anayefanya kila kitu ndani ya nyumba hii. Anafua nguo za watoto, anazianika, anambeba mtoto wake, anapika na kufanya usafi wa nyumba. Na njia pekee wanayopata chakula ni pale msamaria mwema anapopita na kuwapatia chakula. Lakini hili halitokei kila siku. Maana yake ni kwamba mara nyingine wanakosa chakula na wanalala njaa. Yaani ubaya zaidi ni kwamba wanakosa chakula huku wakihisi maumivu makubwa na huzuni mioyoni mwao. Kwa uchungu mwingi, Fideli anatamka maneno kwa mke wake ambaye amefariki, na haya ndiyo yalikuwa maneno yake: mpenzi wangu, hadi leo hii siwezi kuamini kuwa umeondoka. Imekuwa ni ngumu sana kwangu kuishi na hali hii. Tulianza safari hii pamoja na uliaga dunia wakati tulipokuwa tukikuhitaji zaidi. Mtoto wetu anakufa taratibu. Nimechanganyikiwa kwa kweli, sijui tena la kufanya. Nimekuwa kila siku nikijipa moyo kwamba ipo siku nitacheka, lakini siku yenyewe siioni. Kiukweli nimepoteza matumaini kabisa. Kila siku nimekuwa nikijiuliza ni nini kitatokea kwa watoto wetu. Nataka kukufahamisha kuwa mimi na watoto bado tunakufikiria sana, na tumekuwa tukikuongelea sana kila siku. Tunakupenda sana. Pumzika kwa amani. Ndasaba rwose abantu bafite umutima wenda w'impuhwe ko bagira icyo bakora, hareba rwose ko uyu mwana nareba ko namuvuze. Kiukweli kama Afrimax tuliweza kuguswa na historia yake, na ndio maana tukaamua kuunda kampeni kwa ajili ya kumsaidia mzee huyu. Tunaamini siku chache mbeleni tutarudi na kumfanya awe na tabasamu tena. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, wewe unalipi la kuongea juu ya kisa hiki? Kama umeguswa na mwanaume huyu, mwekee neno lolote na Mungu atamfanyia wepesi katika safari yake hii anayopitia. Asante kwa kutazama. Mimi ni Francis na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.